Wapendwa wasikilizaji wa redio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, tarehe 28 ya mwezi wa 10 mwaka 2024, juma la 30 la mwaka B wa kanisa, ambapo leo tunasherehekea sikukuu ya watakatifu Simoni na Yuda mitume. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Efeso, sura ya 2 aya ya 19 hadi ya 22, na somo la Injili linatoka katika mwinjili Luka, sura ya 6 aya ya 12 hadi ya 16. Karibuni sasa tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka, sura ya 6 aya ya 12 hadi ya 16. Yesu aliondoka akaenda mlimani ili kuomba, akakesha usiku kucha katika kumwomba Mungu. Hata kulipokuwa mchana, aliwaita wanafunzi wake, akachagua 12 miongoni mwao, ambao aliwaita mitume: Simoni aliyemwita jina la pili Petro, na Andrea nduguye, na Yakobo, na Yohane, na Filipo, na Bartolomayo, na Matayo, na Tomaso, na Yakobo wa Alfayo, na Simoni aitwaye Zelote, na Yuda wa Yakobo, na Yuda Iskariote ndiye aliyekuwa msaliti. Neno la Bwana. Na sasa karibuni katika tafakari. Wapendwa wasikilizaji, ujumbe ambao tunaupata katika Injili ya leo unatualika kutafakari kuwa tumechaguliwa na hivyo tumefanywa kuwa mashahidi wa Kristo wa kulitangaza neno la Mungu. Leo kanisa linafanya sikukuu ya watakatifu Simoni na Yuda mitume. Sadaka ya majitoleo yao kwa Kristo ni ushahidi tosha kuwa walimwamini Kristo, wakamkiri Kristo, na hivyo wakachukua jukumu la kuyakubali yale ambayo Kristo kwao alitaka wayatende. Mitume hawa ambao leo tunafanya sikukuu kutokana na ushahidi wa imani yao kwa Kristo, ni dhahiri na wazi kuwa waliweza kuyatimiza yale ambayo Kristo aliwaachia miongoni mwa wasaidizi na mashahidi wa maisha yake hapa duniani katika kumtangaza Mungu kwa watu wake. Mitume hawa walichaguliwa na Yesu kutoka katika kundi la wafuasi wake ili wawe mitume. Kwanza, Simoni huyu ambaye tunamsherehekea leo si Simoni yule ambaye Yesu alimpa jina la Kefa, yaani Petro, bali Simoni huyu ni yule aitwaye Zelote, tafsiri yake mwana mapinduzi, ambaye yeye alikuwa mwanasheria. Simoni Zelote kama mwanasheria katika taaluma anaitwa na anaamua kubadili taaluma yake kuwa na shauku ya kulinda, kuhifadhi na kutetea sheria ya Musa, ambapo inasadikika alikuwa miongoni mwa wanaharakati wa kikundi ambao walijipanga kuipindua serikali ya kikoloni ya Kirumi, ambayo ilionekana kuwa kikwazo kwao katika kutimiza wajibu wao. Pili, mtume Yuda. Huyu si yule Yuda Iskariote ambaye baadaye alikuwa msaliti, bali ni Yuda Tadayo ambaye alikuwa ndugu yake Yakobo wa Alfayo, yaani Yakobo ndugu mdogo wa Yesu. Rejea Injili ya Mtakatifu Yohane, sura ya 6 aya ya 16. Yuda huyu ndiye aliyemwambia Yesu katika karamu ya mwisho
asijidhihirishe kwao tu, bali kwa ulimwengu. Rejea Injili ya Yohane sura ya 14 aya ya 22 hadi ya 24. Inasemekana Yuda Tadayo alihubiri Injili hasa Palestina, lakini baadaye alikwenda Persia na Armenia, mahali ambapo alikufa kifo shahidi. Hivyo watakatifu hawa wanatufundisha kuwa utakatifu unapatikana kwa kufuata kwa karibu nyayo za Bwana wetu Yesu Kristo. Wapendwa wasikilizaji, katika Injili yetu ya leo tunaona Bwana wetu Yesu Kristo anachagua mitume 12 miongoni mwa wanafunzi wake na kuwapa hadhi ya kuwa mitume. Kwanza, lazima tuangalie mazingira ambayo Yesu anayatumia kuchagua mitume na kujiuliza kwa nini anachagua mitume. Wapendwa wasikilizaji, Yesu kabla ya kuchagua mitume anakwenda siku moja mlimani, anakesha huko akisali, kisha ndipo anarudi anachagua mitume miongoni mwa wanafunzi wake ili kuwa wasaidizi wake. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 6 aya ya 12 hadi ya 13. Tendo hili ambalo Yesu analifanya la kwenda mlimani kukesha huko akisali ni tendo ambalo linaonyesha kuwa hafanyi kazi peke yake, bali anachokifanya anakifanya katika utimilifu wa nafsi zote za Mungu. Rejea Injili ya Mathayo, rejea Injili ya Yohane sura ya 5 aya ya 30 na sura ya 15 aya ya 23. Lakini pia tendo la Yesu kusali kabla ya kuchagua mitume linatufumbua macho ya kiroho kuweza kuona nguvu iliyofichika katika tendo la sala, kwani Mungu kupitia sala hututia nguvu ya kuona na kushinda udhaifu wa macho ya kibinadamu. Na ndiyo maana Yesu anachagua baadhi tu, tena 12 miongoni mwa wanafunzi wake, na kuwafanya kuwa mashahidi na wasaidizi wake wa karibu. Wapendwa wasikilizaji, katika kujiuliza kwa nini Yesu anachagua mitume, tunaweza kusema kwanza, Yesu anachagua mitume ili kutufanya sisi tuwe rafiki zake, kwa sababu Kristo toka mwanzo alituteua tuwe wake. Kumbe ni asili yake mwanadamu kuwa rafiki yake. Yeye ametuchagua sisi na wala sio sisi tuliomchagua, na kumbe tunapaswa kutimiza wajibu wa kumhubiri Kristo kwa watu wote. Rejea Injili ya Yohane sura ya 15 aya ya 16 na kitabu cha nabii Yeremia sura ya 4 aya ya 5 na aya ya 16. Pili, mwisho umekaribia. Yesu anachagua mitume kuwa mashahidi ambao watatoa ushahidi wa mafundisho yake kwa watu wengine, ili kupitia wao kazi ya kumtangaza Mungu Baba kwa watu wote isiwe na ukomo. Rejea Injili ya Yohane sura ya 4 aya ya 34. Wapendwa wasikilizaji, kupitia Injili yetu ya leo na kupitia mfano wa watakatifu Simoni na Yuda mitume, tunaweza kujiuliza, je, uchaguzi wetu wa mambo mbalimbali unatusaidia katika kumfanya Kristo kwanza kuwa ndani mwetu na kumtambulisha kwa watu wengine? Mtume Paulo anatukumbusha kuwa sisi si wageni na wala si watu wa nje. Kumbe tunapaswa kujengeka katika umoja na Kristo ili kuweza kuyatimiza mapenzi ya Mungu kama askari wa Yesu ambao tumetumwa kumtangaza Kristo kwa watu wote.
Wapendwa wasikilizaji, sala katika maisha yetu ya Ukristo haziepukiki, kwani sala hutufanya kuwa karibu zaidi na Mwenyezi Mungu na hivyo kutupa nguvu ya kiroho ile katika uchaguzi wa mambo mbalimbali. Mungu atuongoze na awe nasi katika kuamua, kama ambavyo Yesu alienda mlimani akakesha huko akisali. Rejea Injili ya Luka sura ya 6 aya ya 12. Wapendwa wasikilizaji, kupitia ubatizo wetu tumechaguliwa na hivyo tumetumwa kama mitume, zaidi kama mashahidi ambao tunapaswa kumshuhudia Kristo kupitia maneno na matendo yetu bila kuogopa, kama ambavyo watakatifu Simoni na Yuda wanavyotufundisha na kutuonyesha namna ambayo tunapaswa kumshuhudia Kristo hata ikitulazimu kufa. Tumuombe Mwenyezi Mungu atusaidie kutambua nafasi ya ufuasi wetu, kuwa tunapaswa kumtangaza Kristo siku zote za maisha yetu ya ufuasi kama Wakristo wabatizwa. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwenu nami Fratelli Christopher Matokeo kutoka Jimbo Katoliki la Geita, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 3 katika Seminari Kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, Jimbo Kuu Katoliki la Tabora.